Halo wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa leo nimekuandalia mchanganyo ambao unatibu magonjwa mengi ya kuku. Huu mchanganyo huwa tunautumia pale ambapo inatokea changamoto, kuku anaonesha dalili ambazo hauelewi, lakini unaona kabisa yule kuku yupo katika hali ya kuumwa. Anaweza kuwa changamki, hali chakula, lakini ukiangalia kinyesi chake kiko kawaida. Maana tunapokuwa tunatafuta ugonjwa wa kuku, tunaangalia kwanza ana dalili za mafua, anaweza kawa na koroma, anapiga chafya au anatoa machozi, macho yake labda yamevimba. Kwa hiyo tunaangalia vitu kama hivyo, au tunaenda kuangalia kwenye rangi ya kinyesi. Sasa utakapokutana na kuku ambaye hakuonyeshi dalili kama hizo, lakini wewe kila ukimwangalia unaona yule kuku amezubaa tu, hachangamki, nitakupa mchanganyo ambao unaweza ukampa huyu kuku na akapona kabisa. Na sifa ya huu mchanganyo, una uwezo wa kutibu magonjwa yote vizuri kabisa. Magonjwa ya bakteria unatibu na magonjwa ya virusi unatibu. Ndio maana huwa tunaenda kuanza na kuwapa huu mchanganyo kwa siku 3 ili tuwaangalie. Mara nyingi ukiutumia mchanganyo kwa kuku ambaye hakuonyeshi dalili kwa siku 3, utaona kuna mabadiliko. Hata ile siku ya kwanza tu utaona kuna baadhi ya mabadiliko yameanza kutokea, na ni kwa sababu ya sifa ambazo huu mchanganyo umebeba, au huu mchanganyo umecontain vitu gani. Kwanza kabisa tunaenda kuwapa mchanganyo ambao lazima ndani yake kuwe kuna vitamini ziwe za kutosha, yani ziwe vitamini za kutosha ili kuweza kuimarisha au kuongeza kinga za huyu kuku. Lakini pia tunampa mchanganyo wa vitu ambavyo vinaenda kumuongezea hamu ya kula, kitu ambacho tukimpa kwenye maji yake akila basi atapata hamu ya kula. Lakini pia tunaenda kumpa kitu ambacho kinaenda kumuongezea pia hamu ya kunywa maji, ayaone yale maji kama yana ladha, aendelee kunywa yale maji, lakini pia apate na hamu ya kula chakula ili aende akale chakula. Lakini pia huu mchanganyo utakuwa umecontain vitu ambavyo vinatibu magonjwa ya virusi pamoja na magonjwa ya bakteria. Unapokutana na kesi kama hii shambani kwako, basi andaa karoti. Unaweza kuwa na karoti, lakini pia ukikosa karoti unaweza kutumia matango, ila ukipata karoti inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu mle kwenye karoti kuna kiwango kikubwa sana cha hizi vitamini, ya hasa vitamini A. Lakini pia utakuwa na limau. Kwenye limau kule kuna vitamini C kwa wingi. Hii vitamini C mara nyingi huwa inawavutia kunywa maji. Lakini pia kitu kingine unatakiwa kuwa na tangawizi. Tangawizi kazi yake ni kuwafanya kuku wayapende pia yale maji, wayaone yale maji kama yana ladha. Lakini pia tangawizi huwa inawafanya inawaongezea hamu ya kula. Mchanganyo wote huu ambao hivi vitu vyote ambavyo nimeanza kukutajia hapa mwanzo, kama karoti, ile limau pamoja na hii tangawizi, hivi vyote vina vitamini ambavyo vitamfanya kuku aweze kwanza kupata hamu ya kula. Yaani atapata hamu ya kula, atapata hamu ya kunywa yale maji. Lakini baada ya kuwa na vitu hivyo, unatakiwa uwe na majani ya mpapai. Majani yako ya mpapai yanaweza kuwa 3. Kama wewe unawapa maji lita 10, basi hakikisha unakuwa na majani yako ya mpapai 3. Kama hapo ulipo hapana majani ya mpapai, basi nenda katumia aloe vera. Tumia aloe vera majani 3. Lakini pia ukishaweka hii aloe vera, ukiweka aloe vera usiweke na mwarobaini. Ila kama utakao uliweka majani ya mpapai, utaenda kuweka na majani ya mwarobaini. Kama uliweka mpapai, kaweke na mwarobaini, kwa sababu mpapai una nguvu kubwa sana kwenye magonjwa ya bakteria, na aloe vera na mwarobaini pia una nguvu kubwa sana kwenye magonjwa ya virusi. Kwa hiyo mpapai, kama kuku yule anasumbuliwa na magonjwa ya bakteria kama magonjwa ya matumbo, typhoid na kadhalika, utaenda kumsaidia. Lakini huyu kuku pia huenda akawa na magonjwa ya virusi. Kwa hiyo kama atakuwa na magonjwa ya virusi, ndio maana tunasema pale ambapo utakuwa umeweza au umeupata labda mwarobaini au aloe vera, utaweka kimoja wapo kwenye hayo maji yao ya kunywa. Na kitu kingine ambacho utaenda kuongezea kwa sababu tu ya kuongeza uimara au kuimarisha kinga au kumuongezea aweze kuwa na kinga imara zaidi, utaenda kuongezea kitunguu saumu. Kitunguu saumu mara nyingi ninapozungumzia, kama unaweka kwenye maji lita 10, usiweke ile punje moja, weka kile kimoja kizima na punje zake zote. Yani kile kitunguu zitoe zile punje zote za kitunguu saumu, weka kwenye maji lita 10. Kwa hiyo angalia idadi ya kuku wako, halafu watengenezee mchanganyo wa namna hiyo. Ukiwapa mchanganyo wa namna hiyo, utaanza kuwapa labda siku ya kwanza asubuhi mpaka jioni. Utaenda kuangalia, ikifika jioni pita unawaangalia kama kuku wako wameanza kuleta mabadiliko. Maana huu mchanganyo ukiwapa vizuri kuku wako, kuna mabadiliko utaanza kuyaona sasa kwenye uchangamfu. Kwa mfano kama walikuwa hawaendi ile sehemu ya kunywa maji, utaona wameanza wanaenda, wanakunywa maji kidogo, wanarudi. Yaani wanakaa uchangamfu fulani wameka gain. Lakini pia
Kama walikuwa hawali chakula, basi utaona wameanza wanaenda sehemu ya chakula ile wanadonoa kidogo, wanarudi. Kwa hiyo watakuwa wana mabadiliko fulani ya sasa kwenye uchangamfu ile siku ya kwanza. Na ukiona kuna mabadiliko kwenye uchangamfu, basi endelea, wape na siku ya pili na siku ya tatu mpaka utakapoona kuku wako wamekaa sawa kabisa. Kitu cha muhimu unavyotumia hizi tiba za asili ili uweze kupata matokeo mazuri ndani ya hizo siku 3. Maana tiba za asili nyingi zinatibu kwa siku 2 mpaka 3. Ila ile siku ya kwanza huwa zinaleta matumaini. Sasa ili uweze kupata mafanikio mazuri, ni muhimu zaidi ukawa unajua vipimo sahihi vya hizo tiba za asili. Ndio maana sisi KingoFarm huwa tumeandika kitabu ambacho kimeorodhesha mimea yote na vipimo ambavyo vinahitajika kwenye maji. Yaani tumeandika labda kama kitunguu saumu, tangawizi, pilipili tumeandika kama kwenye maji lita 10 inatakiwa zikae ngapi, labda pilipili ngapi, kama ni kitunguu saumu vikae vingapi kwenye maji lita 10. Kwa hiyo tumeorodhesha vipimo sahihi ambavyo kama utaweza kuvifuatisha vizuri lazima upate matokeo mazuri. Na hivi vitabu vya tiba za asili jamani vimekuwa viwili. Kuna lile toleo la kwanza kwa wale ambao mlipata kile cha mwanzo, tumeleta na muendelezo baada ya kufanya tafiti kwa muda wa miaka 3 tangu kitoka kile cha mwanzo, tuliendelea kufanya tafiti. Tumekuja na kitabu kingine ambacho kina muendelezo wa pale ilipoishia toleo la kwanza, lakini pia kimeboreshwa zaidi kwa tiba ambazo zilikuwa zinafanya vizuri sana kwa wafugaji wengi. Tulienda tunazinote na tukaziweka pale. Na ni tiba za uhakika ambazo tuna uhakika kabisa mfugaji kama ana hiyo changamoto akienda pale akaisoma hiyo tiba akawapa kwa siku 3 kuku wake wanakuwa wamemaliza kabisa hilo tatizo. Yaani kama ni kideri kinaisha kabisa, kama sijui ni ndui na kadhalika, magonjwa yale yanaisha kabisa. Kwa hiyo sisi KingoFarm mara nyingi huwa tunaendelea kufanya tafiti mara kwa mara. Yaani tunafanya tafiti hata mara 10 mara 20 na tunapata detail kwa watu ambao tunawaambia, labda mtu anaweza kukwambia kuku wangu ana mafua, ukamwambia kasome tiba ya kwenye kitabu akasoma akawapa, akakwambia labda kuku walipata nafuu lakini hawakupona kabisa au wengine hawakupona. Tunamwambia kwenye ule mchanganyo nenda kaongeze kitu fulani. Anaenda kuongeza. Akishaongeza anatupatia tena mrejesho baada ya kuongeza kuku waliendeleaje. Akituambia kuku walipona, basi tunajua ule mchanganyo ambao ulikuwa ule wa kwenye kitabu kile cha kwanza, tulivyoongeza na hiki kuku walipona vizuri kabisa, labda mafua au kideri na kadhalika. Kwa ule mchanganyo sisi tutaendelea na sisi wenyewe kuutumia. Hata mtu mwingine akiuliza tutamwambia basi fanya 1 2 3. Tutasubiri mrejesho. Ule mrejesho wake atakaotupa tunaenda kuunoti. Tukisha unoti kwa watu hata 10 20, tunakuja tunaenda kuandika kwenye kitabu kingine. Ndio maana hiki kitabu cha tiba za asili toleo la 2 yamefanyika maboresho mengi sana kwa kipindi hiki cha miaka 3, lakini pia tumeongeza mimea mingine ambayo kwenye kile kitabu cha toleo la kwanza haipo. Kwa hiyo ni kitabu kizuri sana. Ukiwa na hivi vitabu viwili, tiba za asili toleo la kwanza na toleo la 2, unakuwa umetisha sana. Yaani utakuwa una vitu vingi ambavyo vinaweza vikakusaidia kwenye ufugaji wako wa kuku na vitakavyofanya usiende kabisa kununua dawa za dukani. Lakini pia tuna kile kitabu cha safari ya ufugaji. Kama unafuga vifaranga wako wa chotara, maybe layers, hata kienyeji wanakupa changamoto labda wanakufa. Ukiwa na hiki kitabu cha safari ya ufugaji kimeelekeza mwongozo mzima wa kuwafuga vifaranga mpaka wanakuwa kuku wakubwa, namna ya kuwapa chanjo za asili na za dukani, namna ya kuwatengenezea chakula, namna ya uleaji wa vifaranga. Lakini pia huu mwongozo kama unafuga kuku wa kienyeji, unaweza kutumia mwongozo ambao unapatikana kwenye kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji na chenyewe kipo. Lakini pia kama unafuga broiler, tuna kile kitabu ambacho kinaitwa ufugaji wa broiler, kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga broiler kwa kutumia mimea mbalimbali ambayo inamboost na kumkinga. Kwa sisi hapa shambani kwetu kama tunavyowaambia, huwa hatutumii kabisa chanjo za dukani kwa broiler kwa sababu kwanza ni kuku wa muda mfupi, na pili anasikia sana hizi tiba za asili. Yaani ni kuku ambaye ukimtibia kwa tiba za asili anasikia, ukimkinga kwa mimea pia anasikia sana, alafu ananenepa, anakuwa mzuri kama utakuwa unampa vitu vya asili. Kwa hiyo sisi broiler wetu tunawafuga kwa 80% tunatumia mimea kuwa boost na kuwakinga na kuwatengenezea chanjo. Kwa hiyo kwenye hiki kitabu cha broiler ukiwa nacho utaona jinsi ambavyo unaweza ukamfuga broiler kwa kutumia chanjo za asili, kinga za asili, na booster za asili. Kina mwongozo mzima kuanzia day 1 unapompokea broiler mpaka unampeleka sokoni. Na sisi siku ya 3 huwa tunaanza kumpa booster za asili pamoja na kinga ya mafua ya asili kwa huyu broiler. Lakini pia tuna kile kitabu maalum kwa ajili ya booster. Hii kitabu maalum kwa ajili ya booster kina pande mbili. Kama unafuga kuku wa mayai, kuna upande wako utaenda, utakuta kuna formula ya chakula na ratiba ya kumpa booster kila siku huyu kuku ambaye anataka, ili aweze kutaga vizuri na mayai yenye ubora. Na kama ni kuku wako ambao unawafuga kwa ajili ya nyama, wanaweza kuwa majogoo wa kienyeji au wanaweza kuwa chotara
Utakuta kuna formula ya chakula pamoja na ratiba ya kumpa booster kila siku ili kuku wako aweze kuwa na nyama nyingi na yenye ubora. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa hapo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, au kama una email unatumia kwenye email yako. Lakini pia tuna lile kundi la WhatsApp. Kundi la WhatsApp ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Kwenye kundi tunakuonyesha jinsi ambavyo sisi tunawalea vifaranga wetu kuanzia day 1 mpaka wanakuwa wakubwa kwa kutumia kwa zaidi ya 90% tunatumia mimea mbalimbali. Vifaranga wa aina zote tutakuonyesha jinsi ambavyo sisi tunaenda kuimplement au kutekeleza kile ambacho tumekiandika kwenye vitabu. Ukiwa kwenye kundi utaona, lakini pia ukihitaji ushauri kuhusiana na vifaranga, uwapate wapi vifaranga bora, tutakupa ushauri. Chakula bora kinapatikana wapi, kama ni cha kununua cha dukani tutakupa ushauri. Lakini pia tutaenda kukuelekeza mbinu mbalimbali za ufugaji ambazo sisi huwa tunazitumia. Ni kundi zuri sana, litakupa elimu lakini pia litakuongezea maarifa, na hata ukiwa na biashara yako ya kuku mle ukitangaza, basi unaweza ukapata wateja kwa sababu mle ni wafugaji sana. Lakini pia bila kusahau tunauza incubator nzuri na za kisasa. Incubator zetu ni za chuma, bei yake ni nafuu, huwezi kupata sehemu yoyote. Incubator nzuri na imara kama ambazo utazipata KingoFarm. Hatuishi kukuuzia incubator, tunakupa na maelekezo yote ya kuitumia, elimu sahihi ya kutumia hiyo incubator, na tutakuongoza kuanzia utakapoweka mayai mpaka siku unapokea vifaranga. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au tutumie ujumbe. Asanteni sana.